Hujambo msikilizaji? Karibu katika kipindi cha kitabu chetu kutoka maktaba. Msimulizi wako ni mimi Fatia Abedi. Bado tupo katika kitabu cha Heri. Nitarudia kidogo sehemu iliyopita. Ndipo Pendo akauliza, "Tuende wapi leo? Kwa shehe mgahawani au turuke ukuta kabisa?" Swali hili lilionekana kumuudhi Heri kwa upande mmoja na kumwaibisha kwa upande mwingine. Hali hii ilijionyesha wazi juu ya sura yake. Alikaa kimya, kichwa kakiinamisha kidogo. Loana alipoona hivyo akasema, "Pendo, ngoja niwaacheni nisije nikaula wachuya." "Haya, tunakuja na sisi," akaitikia Pendo kwa furaha. Kitendo cha Loana kuacha wawili peke yao kilimfurahisha Pendo. Aliamini kuwa Heri hakumjibu lolote kwa sababu Loana alikuwapo na kwa vyovyote vile asingeweza kukidhi mahitaji ya wote wawili. Alijua uwezo wa Heri kifedha ulikuwa mdogo. Mara nyingine alilazimika kumridhisha Pendo kwa kumpa pesa yote aliyokuwa nayo. Akashinda bila kula chochote shuleni. Loana alipokwisha toka nje, Pendo akasema, "Hebu nijibu basi Heri." Msikilizaji, endelea kusikiliza Heri. "Bwana, niache mimi. Mwenzio sina pesa kabisa." Akamweleza jinsi alivyopata tatizo kubwa la usafiri, jinsi alivyokaa kituoni kwa zaidi ya saa nzima, na jinsi ambavyo hatimaye alilazimika kulipa nauli kamili ili kuondoka kwenye kile kituo cha mabasi kuja shuleni. "Hapa nina shilingi 50 tu mfukoni. Sijui wakati wa kurudi nyumbani ikiwa hali itakuwa ile ile nitafanyaje." Heri akaonyesha hali ya kusikitika. Hata hivyo, Pendo kama unaitaka ichukue tu, akamaliza. "Hapana, hiyo hainitoshi. Wewe unajua huwa ninatumia si chini ya shilingi 100. Kaa nayo tu. Fanya maarifa mengine." "Maarifa gani?" "Labda kesho sasa," akajibu. Heri, si ukakope? Mimi tangu mwanzo nilishakwambia kushinda na njaa siwezi. Basi la kufanya ni kukopa." "Mwalimu Shehe hakopeshi. Umesahau?" Heri akauliza, "Kwani anayeuza ni huyo tu? Si wengi wanauza na wanakopesha?" Akahoji, "Mfano?" Akataka kujua. "Mwalimu poa. Tena yeye licha ya kukopesha, hata ukitaka kupunguzie bei anafanya hivyo." Pendo akamaliza, "Hayo ni kweli. Lakini je, Mwalimu Shehe akijua kuwa nimenunua kwa Mwalimu poa itakuwaje? Si siri yetu ataitoboa wazi wazi mbele ya ndege na wadudu wote. Umesahau siku ile alipotufuma nilimwahidi nini ili asitushtaki?" "Ndiyo nakumbuka. Ulimwahidi kuwa siku zote utanunua vitafuna kwa kitu. Naye akasema siku ukivunja mkataba huo, mimi na wewe tutakiona. Akatusisitiza tukumbushane," akajibu Pendo. Kisha akaendelea kusema, "Pamoja na hayo lakini, sasa ndio unataka kuniambiaje? Yaani ndio kusema urafiki wetu si kitu?" "Sijasema hivyo Pendo." Heri akajibu kwa masikitiko. "Mimi naona hiyo ndo maana yake tu," akashinikiza Pendo. "Sivyo kabisa, unielewe. Ni ukuku chacha. Pesa sina, nifanyeje? Nimekufanyia mengi, lakini leo nimekwama. Ujue kwa jinsi ninavyothamini urafiki wetu, nilikuwa sijawahi kudokoa chochote kwa yoyote, lakini tangu urafiki wetu ushamiri, mama nimemdokolea mara 2 na baba mara 5. Nitafanya lolote ili kuridhisha tu."
akahitimisha kujitetea kwake. Leo kopa basi, wewe utoenda kwa mwalimu Poa, nitaenda mimi. Wewe niandikie kikaratasi tu cha kumtaka kukopeshe. Heri ambaye sasa alikuwa kapandisha mikono yake kichwani kwa mawazo, akasita kidogo kutoa jibu. Kisha akasema, mbona umeng'ang'ania hivyo? Basi kama hutaki, heri uachie ngazi. Urafiki wetu uishie kila mmoja ajue lake. Chagua moja, kupanda au kushuka na kuachia ngazi. Kwa nini wewe ghafla hivyo? Akauliza Heri. Acha maswali mengi, wewe amua moja tu. Usifikiri uko peke yako duniani. Hapa shuleni wako wenzio wengi wananimezea mate. Hata walimu nakwambia, shauri yako. Maneno hayo ya msichana Pendo yalimvunja nguvu Heri. Akajisikia maumivu yaliyosambaa kwa ghafla mwili mzima, yakapenya hadi kwenye mifupa. Akafikiri mengi. Pendo alikuwa msichana aliyeumbika kweli. Waliomtania walisema kuwa yalitumika masaa mengi kumuumba kuliko wenzake. Rangi ya ngozi ilikuwa ya chungwa iliyoiva tayari kuliwa. Aling'ara kama dhahabu. Wapiga rangi walimweleza kuwa alipigwa rangi koti 6. Tena ngozi yake ilisuguliwa kwa ustadi mkubwa. Halikuonekana kabisa kovu lolote juu ya ngozi yake nyororo. Uso wake ulipambwa kwa macho meupe yenye kung'ara kama nyota ya alfajiri. Uso wake wa duara uliwavuta wengi. Mashavu ya kumimina na mwanya katika meno yake viliongeza uzuri wake. Zaidi ya yote hayo, daima Pendo alikuwa na tabasamu ambalo liliweza kuigeuza mbali hamaki ya mtu yoyote ikawa kicheko. Hata hivyo, Pendo alikasirika. Hasira yake ilidhihirika juu ya sura yake nzuri. Kwa sababu hiyo, vijana mitaani hawakuthubutu kumsimamisha ovyo. Maana alipokasirika ulihitaji moyo jasiri sana kukabiliana naye. Sasa Heri alikuwa njia panda. Kuvunja uhusiano wake na msichana mzuri kama Pendo hakutaka. Kukopa kwa mwalimu Poa wakati hajanunua kwa mwalimu Shehe, hakujua kungekuwa na athari gani kwa wote wawili, yaani yeye na Pendo. Mawazo mengi yakamchanganya, hata akastukia akibubujikwa na machozi. Pendo kwa hasira akafoka, bwana usilete uchuro hapa Mwanamume mzima unalia. Unalia nini hasa? We amua moja tu, vinginevyo naenda zangu na tusijuane tena. Kwa maneno hayo, Heri akachana kipande cha karatasi kutoka kwenye daftari lake, akachukua kalamu, akaanza kumwandikia mwalimu Poa. Unataka nini? Akauliza Heri. Si unajua mwalimu Poa hapiki chapati? Basi nataka maandazi 2, mihogo 3 na Big G 2. Pendo akamtajia. Gharama yake ni shilingi 120. Akasema Heri huku akiandika haraka. Kisha akaweka sahihi. Akampa akisema, chukua, nenda haraka. Tungekwenda pamoja, lakini mimi sitaki mwalimu Shehe anione nanunua kitu kutoka kwa mwalimu mwingine. Vinginevyo mambo yatatuharibikia, si unafahamu? Nafahamu sana. Akatabasam kiasi cha kumfanya hata Heri asahau machozi yaliyomtoka, naye akatabasam. Pendo akakichukua kile kipande cha karatasi na kuondoka haraka. Kabla hajafika mlangoni, akageuka na kurudi kwa Heri akamwita, mpenzi Heri, lakini
akakatishwa na sauti ya Heri iliyosema, "We Pendo," akimwashiria kwa mkono anyamaze kwanza. "Tusiitane hivyo tukiwa hapa shuleni. Ya nini kumwaga mtama palipo na kuku wengi?" "Basi kaka Heri, samahani. Samahani sana sana. Ni furaha ndiyo imeniponza, maana uamuzi wako umenifurahisha. Ubao ulivyonichinja si mchezo. Kwetu nyumbani hatujui kunywa chai ya asubuhi, hicho chakula cha mchana mpaka mama akihangaikie sana. Baba hana habari," akasema Pendo. "Haya sasa, eleza kilichokurudisha mbio. Mbona hukusema mkopo utalipa lini?" Heri akaichukua ile karatasi, akaandika kuwa kesho yake atalipa. Kisha akamrejeshea Pendo ile karatasi. Pendo alipoipata akakimbia na kuvichukua vile vitu alivyohitaji. Sekunde chache baada ya Pendo kutoka mle darasani, mwalimu Zubeda alifika. Akachungulia kupitia dirishani. Alipomwona Heri, akaamua kuingia ndani. Akamwambia, Heri, mbona sikukuona leo?" "Nilikuwepo darasani mwalimu," akajibu. "Sisemi ya darasani mimi." Akafoka kama pombe ya kienyeji. "Jihadhari sana kijana, ninachosema ni juu ya ule mkataba wetu. Kumbuka siku ile uliniahidi nini? Usipozingatia mapatano yetu, nitakumaliza kishenzi. Usinichezee kijana." "Nia yangu sio kuvunja mkataba wetu mwalimu. Bado na uheshimu na nitaendelea kuuheshimu. Naomba unilinde mwalimu. Leo nimeshindwa kwa sababu naumwa mwalimu." "Yaani kuumwa ndio nini?" "Kuumwa si udhuru. Mimi ninachotaka ni wewe kununua vitu toka kwangu. Ukivinunua vitu uvile wewe mwenyewe, uvigawe kwa wengine au hata uvitupe. Kwangu hilo sijali. Nataka nikuone ukinunua vitu kwangu kila siku bila kukosa. Ukilikiuka hilo, utajuta kuzaliwa. Umesikia?" "Ndiyo mwalimu, sitarudia tena," akajibu Heri huku akitetemeka kwa hofu. Mwalimu Zubeda akaondoka. Heri akiwa peke yake alizidi kuwaza jinsi gani kesho yake angeweza kupata nauli ya kwenda shuleni na kurudi nyumbani, kisha aweze kulipa deni la vitafunwa alivyokwenda kuchukua Pendo, na halafu tena aweze siku hiyo hiyo kumridhisha mwalimu Shehe kwa kununua vitu toka kwake. Sasa afanyeje? Baba yake akimpa pesa hampi zaidi ya nauli ya mwanafunzi, ambayo ni nusu ya ile ya mtu mzima. Akitoa ziada, kwa vyovyote haizidi shilingi 100. Sasa kwa mkopo wa Pendo peke yake keshatumia zaidi ya hiyo 100. Hata angefanyaje, asingeweza kumshawishi baba yake kutoa zaidi. Mama yake wa kambo alikushamkataza akisema, "Acha kumlimbikizia mtoto fedha. Fedha zitamfanya haribikiwe, atabuya unga au kuvuta bangi. Acha tabia hiyo kabisa." Tangu siku hiyo ikawa nadra Heri kupewa zaidi ya shilingi 100, mbali na nauli. Kwa kuyajua hayo, Heri alifikiri sana namna gani kesho yake, tena bila kukosa, angeweza kuzipata. Akafikiri mpaka kichwa kikamuuma. Hata hivyo hakupata jawabu. Kengele ikalia kuashiria kumalizika kwa muda wa mapumziko. Wanafunzi wote wakarudi madarasani. Msikilizaji, endelea kusikiliza Heri. Mwalimu Zubeda ambaye alikuwa ofisini kwa mwalimu mkuu aliuliza, "Mwalimu, mvua itanyesha leo?" "Hata mawingu hayajatanda. Nasikia hata hundi haijafika benki na leo ni Alhamisi. Wiki linaisha hivyo." Zubeda kusikia hivyo akahamaki, akasema, "Hivi hawa watu wana maana gani?
Kazi tunafanya, halafu kulipwa mshahara inakuwa kama hisani vile. Hebu fikiri, leo tarehe 30, lakini mishahara yetu hatupewi. Wenzetu wameshapewa mishahara yao, wakatumia mpaka ikaisha, lakini sisi wapi? Hii ni haki kweli? Tutafundisha aje watoto katika hali kama hii? Ualimu ni wito mama. Timiza wajibu wako kwanza, ndipo udai haki zilizostahili yako, akamjibu. Kisha Zubeda akaendelea, hilo haliwezekani. Kwa mfano leo nimepika chapati 20 tu, nikazileta kuwauzia watoto hapa shuleni, ili nipate visenti kidogo nikale na wanangu. Cha ajabu ni kwamba zimenunuliwa 5 tu. Hizo 15 nazirudisha nyumbani. Haya, mtaji nilotumia kuzitayarisha haukurudi. Sina mume wa kumtegemea wala mradi mwingine wowote hapa mjini. Uhuni haufai. Magonjwa mengi siku hizi. Tunaogopa ujambazi. Wanawake hatuumudu. Hata tungelimudu, ni hatari tupu. Ukikamatwa unachomwa moto au kupigwa vibaya. Sasa niambie, katika hali kama hiyo wanangu niwapeleke polisi au kwenye matanga wakalale huko? Akahoji Zubeda. Kakope upate cha kualisha. Ukipewa mshahara utalipa deni hilo. Kumbuka kazi ni dhamana. Ha. Zubeda akasema kwa uchungu mkubwa, hivi unawazimu nini? Unajua nimeanza kukopa lini? Unataka nikope mpaka kope zing'oke nini? Tutakopa mpaka lini? Kukopa ni busara kweli? Tutakopa mpaka lini? Nilivyokushakopa ni zaidi ya mshahara mzima eti. Sasa kuendelea kukopa ni busara kweli, wakati unajua wazi kwa mshahara na usubiri si wa kwangu tena? Dawa pekee ni kuacha kuwafundisha watoto wa serikali, ili tupate muda wa kutosha kuchakarika na kuhangaika mitaani, kusudi tupate hicho cha kuwalisha wenetu. Hatuna jinsi, nami ndiyo nakuaga hivi. Na kitoa Zubeda, kungali mapema. Hapana mwalimu, usifanye hivyo. Ukifanya hivyo utakuwa umekosea kabisa. Ukilitelekeza darasa, nani akufundishie vipindi vyako? Fikiria watoto, wahurumie, uwahudumie. Wao hawana makosa, sio wao wanaosababisha hali hiyo. Hivyo rudisha moyo wako kwa manufaa ya hao watoto maskini. Fikiria kama wanao uliowazaa wangetelekezwa namna hiyo, ungelijisikiaje? Mwalimu mkuu akamuuliza Zubeda. Kwa vyovyote vile ningejisikia vibaya tu. Hata hivyo, kwa nini watendewe ukatili huo? Mwalimu Zubeda akahoji. Mwalimu mkuu kwa kicheka kidogo akamjibu, aha, kumbe mkuki kwa nguruwe, kwa mwanadamu mchungu. Ikiwa upendi watoto wako watendewe hivyo, kwa nini uwatendee wale wa wenzio? Biblia inatuambia utakavyo kutendewa, nawe watendee wengine vivyo hivyo. Ukifaulu katika hilo, utakuwa heri, nawe utajaa heri na fanaka maishani mwako mote. Hapo Zubeda akaanza kumbeza mwalimu mkuu akisema, wapi, hata wewe ni huo ukuu wa shule. Si chochote si lolote, unatetea cheo na marupurupu tu. Mbona kabla ya kufuma huo ukubwa tulikuwa sote tukiuza vitu kwa wanafunzi? Mara nyingi tumeacha vipindi pamoja na wewe mwenyewe, tukaishia mitaani kufukuzia shilingi 100. Sasa hivi unalinda kula yako, tena na matumaini ya kupanda cheo siku moja. Kama una uchungu na watoto kweli, mbona wewe unafundisha tuition kwa malipo? Kwa nini usiwakusanye watoto wa wazazi maskini wasioweza kulipa hiyo tuition, ukaanza darasa maalumu kwa ajili yao? Ukiweza kuwafundisha bure watoto baada ya saa za kazi, ndipo tutajua kweli una uchungu na watoto wa taifa hili. Mimi mwenzio natangaza wazi, uzalendo umenishinda. Ama kweli, leo umepania kunisagia na kunichambua kama karanga. Mwalimu mkuu akamuitikia. Kisha akaendelea kusema, mimi kweli nafundisha tuition
lakini ni kwa sababu ndiyo mfumo nimeukuta. Nifanyeje? Wakubwa wenyewe walijaribu kuukomesha wakashindwa. Itakuwa mie? Mfumo ni ukuta bibie, ukishindana nao utaumia mwenyewe. Hiyo si kweli mwalimu, akakanusha Zubeda. Sisemi ubadili, kuubadili utaweza wapi? Lakini mfumo kama huupendi, hata kujikalia kando ya huo mfumo ukaachana nao, wewe binafsi utashindwa. Wewe sema hapo pana chumo. Kila mtu pesa mbele. Hakuna cha mkurugenzi, kamishna, waziri wala nani. Sote ni watafutaji. Tusidanganyane. Penye donge nono ndiko anakokimbilia kila mmoja wetu, mkubwa kwa mdogo. Kufikia hapo, mwalimu mkuu akafoka. Basi sasa tuache malumbano mwalimu. Haya yatatusaidia, mwishowe hata wanafunzi wetu tutawapa faida. Wewe endelea na kazi. Kilio chako hicho wapelekee wabunge watunge sheria mpya, na labda mawaziri na watendaji wao watengeneze sera bora zaidi. Lo, nani? Mimi? Nimeshasema sifundishi leo, akajibu Zubeda huku akielekea mlangoni. Ubaya huo unafanya kwa wanawenzio. Kama ubaya mimi sio wa kwanza, akajibu Zubeda. Haya, mimi nakuonya tu, kazi kwako. Lakini ujue, ubaya haulipi. Tenda wema hata kama watu hawauoni, lakini ipo siku wema huo utakufaa. Maana Waswahili walisema, wema hawozi. Wema ni akiba. Ni hazina kuu iliyositirika asiyoweza mtu kuifilisi ikafilisika. Maana iko moyoni mwa mtendaji, na mtendaji hudumu nayo hadi siku ya kuingia kaburini. Mwalimu mkuu akamaliza. Maneno hayo ya mwisho hayakuingia katika masikio ya Zubeda, kwani alikuwa kishamaliza kushuka ngazi za ofisi ya mkuu wa shule. Msikilizaji, endelea kusikiliza Heri. Walimu walioingia madarasani baada ya muda wa mapumziko mafupi walikuwa wachache sana. Walimu walioingia wengi walikuwa wamekuja wakidhani wangelipwa mishahara yao. Walipogundua kuwa usingetoka siku ile, wakaondoka. Wachache walioingia darasani walitoa kazi kwa wanafunzi na kisha kuondoka. Baadhi ya walimu walitoa udhuru kwa mwalimu mkuu na kwenda zao nyumbani. Walimu wengine walitoroka kimya kimya pasipo kumwaga mtu yoyote. Katika kipindi cha pili baada ya mapumziko mafupi, karibu walimu wote walikuwa wamekishaondoka shuleni. Waliobaki ni mwalimu mkuu, msaidizi wake na mwalimu mwingine wa nidhamu na ustawi wa wanafunzi. Kelele za wanafunzi zilikuwa nyingi wakati huu. Hali hii ilimfanya mwalimu mkuu afanye kazi ya ziada kwa kupita kila darasa na kunyamazisha wanafunzi waliokuwa wakipiga kelele. Wasaidizi wake pia walijihusisha na kazi hii. Kama hamna mwalimu, jisomeeni kwa ukimya, walisikika wakisema. Mwalimu wenu kaenda wapi? Wakati mwingine walisikika wakiuliza, hatujui, hajaingia mwalimu yoyote tangu baada ya mapumziko mafupi, walijibu. Mambo yakawa hivyo hivyo siku ile mpaka saa za masomo zilipomalizika. Kengele ilipogongwa, wanafunzi wote walipiga kelele za shangwe. Utafikiri walikuwa wanashangilia mojawapo ya timu mashuhuri nchini. Utadhani timu hiyo ilikuwa imejinyakulia ushindi katika mchezo wa mpira. Wanafunzi wote walitoka mbio madarasani wakasimama katika mistari. Akishatoa matangazo machache, mwalimu mkuu aliwaruhusu wanafunzi wake warudi nyumbani kwa wazazi wao. Wakamshukuru na kuondoka. Msikilizaji, endelea kusikiliza Heri. Heri alikuwa miongoni mwa wanafunzi waliofurahi sana kengele ilipogongwa. Njaa ilimuuma sana kwa sababu alikuwa hajatia chochote tumboni tangu alipokula chakula cha jioni jana yake. Ubao unavyochinja leo sijapata kuona, alikuwa kishawaambia wenzake mara kadhaa darasani siku ile. Kwa sababu hiyo, mara alipoondoka shuleni, alikimbilia kwenye kituo cha mabasi
yaendayo Mti Mkavu alikokuwa akiishi. Pale kituoni mambo yalikuwa tofauti kabisa na asubuhi ya siku ile. Mabasi yaliyopitia Mti Mkavu yalikuwa mengi, tena matupu. Abiria waligombaniwa, hata wapiga debe waliwaruhusu wanafunzi kuingia kwenye mabasi. Nauli ililipwa kwa mujibu wa sheria. Kelele za wapiga debe zilitawala kituo kizima. Makali Mti Mkavu, kisasi kupitia majutoni, mabila kupitia mapipa, kisusio kupitia manofu na kadhalika. Hizo zilikuwa baadhi ya kelele za wapiga debe zilizosikika. Heri akachagua basi lililokuwa likipitia Mti Mkavu. Akapanda, akatafuta kiti akaketi. Haukupita muda, gari liliondoka. Njiani alilipa shilingi 50 kama nauli. Kondakta alizipokea bila kusita. Akasema, nyinyi ni dogo zetu na watoto zetu, lazima tuwasaidieni, sivyo wakusoma? Wanafunzi wote waliokuwa ndani ya basi wakajibu, ndiyo konda. Wakamshangilia na vicheko vikajaa basi zima. Kila mtoto mle ndani ya basi alijaa na furaha na tabasamu, isipokuwa Heri. Kwa mawazo aliyokuwa nayo Heri, angewezaje kuwa na furaha? Alijiuliza, ni kwa vipi ataweza kulilipa lile deni alilokopa kwa ajili ya msichana Pendo? Alijua babake angempa pesa, lakini pesa hiyo isingetosha, kwani angempa shilingi 50 na 100 tu. Zaidi ya hayo, alifikiri pia ni kwa jinsi gani angeweza kumridhisha mwalimu Zubeda kwa kununua vitafunwa kutoka kwake. Alijua mwalimu Zubeda alikuwa amekusudia kutenda kile kile alichoahidi kumtendea kama asingenunua vitafunwa kutoka kwake. Yaani angemuumbua kwa kutoboa siri juu ya mahusiano yake na mwanafunzi mwenziwe Pendo. Alijua tabia ya mwalimu Zubeda kwa marafiki na wasiokuwa marafiki zake. Kwake, mwenye kununua vitu kwake ndiye aliyekuwa rafiki. Wateja wazuri ndio waliopewa alama nzuri katika mazoezi na mitihani yao, hata kama uwezo wao kitaaluma ulikuwa mdogo sana. Wao pia ndio waliopewa sifa kemkemu katika ripoti za mwisho wa muhula na kadhalika mwisho wa mwaka zilizokwenda kwa wazazi wao. Walioshindwa kununua chochote toka kwake, hao walitendewa kinyume kabisa na hayo. Kumbukumbu za matokeo mengi ya aina hii zilimfanya afikiri sana juu ya mustakabali wake kama wanafunzi wa shule ile. Akafikiri mpaka kichwa kikamuuma. Alifikiri sana juu ya nini cha kufanya, lakini hakupata suluhisho. Akafikiri ni kitu gani msichana Pendo angetaka nunuliwe siku ya pili. Kwa kawaida, Pendo hakubali kunywa chai hata siku moja. Alisema chai ingemfanya ajisikie vibaya mwili mzima, kwani ilimchemsha mwilini akajihisi kama mkate unaookwa kwenye oven. Hivyo alikuwa amezoea kumdai Heri amnunulie askrimu, maji ya matunda au soda. Kwa hiyo Heri hakujua ni nini kingedaiwa na Pendo siku ya pili yake. Akafikiri hadi akakosa raha. Mwishowe akajilaumu mwenyewe kwa kuendekeza mahusiano ya jinsi hiyo. Uhusiano wetu na Pendo huu, akajisemea kimoyomoyo, hakika ni wa mbuzi na chui, ni wa mchunwaji na mchunaji. Mimi nachunwa na kuchunika kweli. Tabu gani hii? Heri ningelijua mapema kwa mambo yangekuwa hivi. Labda Pendo hanipendi. Kama kweli angenipenda, kwa nini aniingize kwenye tatizo la namna hii na bila yeye kujali? Akakumbuka jinsi Pendo alivyomsisitiza akope ili kumtimizia vitu anavyohitaji. Heri akazidi kufikiri huku akijisemea moyoni, kwa nini Pendo hajiulizi kuwa mimi mwanafunzi mwenzie asiye na kipato chochote nawezaje kupata pesa? Nilipomwambia sina, kwa nini alinihimiza kukopa? Je, hakuniamini kuwa sina? Na kama aliniamini, kwa nini alinilazimisha kukopa bila hiari yangu?
Alijiuliza maswali haya yote pasipo kupata jawabu. Mwishowe Heri akaanza kufikiria njia gani atumie kupata pesa za ziada ili alipe deni, amridhishe Mwalimu Zubeda na rafiki yake Pendo. Akiwa amezama katika fikra hizi, mwanafunzi mmoja alipomwona Heri katika hali hiyo, alijua kuwa kulikuwa na tatizo linalomsibu na kumfanya onekane mnyonge. Alimwendea na kumuuliza, "Vipi Heri leo? Mbona hivyo mwenzetu? Lipi la ajabu kwani?" Akajibu, "Inaonekana huna raha. Je, umepatwa na nini?" Akazidi kumpeleleza, "Naumwa mwenzio, we niache tu." Heri akajibu, "Unaumwa nini? Tuambie basi." Akazidi kutafiti, "Wewe jua naumwa tu, yatosha. Kwani ukijua ugonjwa ninaumwa utanitibu?" Heri naye akauliza, "Si vizuri unavyofanya lakini Heri. Mtu akiumwa lazima aseme anaumwa kichwa, homa, tumbo, mgongo au nini." Akasema yule mwanafunzi, "Na kama ugonjwa wenyewe hauna jina je? Au tuseme hasa kama ugonjwa wenyewe hauelezeki je?" Akahoji Heri, "Ugonjwa gani huo?" Akazidi kushangaa. Heri akawa akijiuliza kama amwambie tatizo linalomkabili au asimwambie. Akakumbuka kuwa yule mwanafunzi mwenzake ni mtu mzuri tu, hajawahi kumudhi kwa lolote. Isitoshe si mbea. Tena wanasoma pamoja darasani na wamekuwa wakisaidiana katika mambo mengi. Alipokushafikiri kwa makini, akaamua kumwambia pasipo kumtobolea siri yenyewe hasa. "Unajua ninaumwa mawazo." Akayatamka maneno hayo kwa upole kabisa. "Mawazo juu ya nini au ya nani?" Mwanafunzi mwenzake akauliza. "Usiseme juu ya nani, bali juu ya nini labda." Akasema Heri, "Haya, juu ya nini basi?" Akauliza. "Nawaza juu ya pesa." Heri akajieleza. "Pesa?" Akauliza mwenzie kwa mshangao mkubwa. "Pesa ndiyo," akasisitiza Heri. "Unaziwaza pesa kwamba?" Akataka kujua zaidi yule kijana. "Nazitaka," akajibu Heri. "Hilo nalo ni la kuwaza. Si kila mmoja wetu anazitaka pesa pia? Watoto kwa watu wazima. Sisi sote tunazitaka. Maana hakuna linalofanyika pasipo pesa siku hizi. Lakini mbona hatuhangaiki kifikra kufikia kiasi hicho? Mimi nazitaka tena haraka sana," akasema Heri. "Kwa hiyo unachofikiri ni kwa kiasi gani utaipata?" Akauliza. "Ndiyo, tena hasa." Heri akathibitisha. "Unawezaje kutafuta pesa nawe ungali mwanafunzi tena wa shule ya msingi?" Akauliza. Msikilizaji, usikose kusikiliza sehemu itakayofuata ya Heri. Ulikuwa nami msimulizi wako Fatia Abedi.